Naam. Sheikh, tumeona hapo ofisini kwako kuna fedha za Burundi zimepangwa kwa namna ya kipekee sana, jambo ambalo limevutia watu wengi. Je, fedha hizi zina historia gani au zinabeba ujumbe maalumu kwa taasisi na safari zenu za dawa? Baada ya siku 17 za dawa nchini Tanzania, safari iliyojaa mawaidha, nasaha na mikusanyiko mikubwa ya Uislamu ilihitimishwa kwa hisia, shukrani na kumbukumbu zisizofutika. Lakini kabla ya kufikia mwisho huo, kulikuwa na simulizi ndefu ya dawa iliyoanzia katika jiji la Dar es Salaam na baadaye kuendelea visiwani Zanzibar. Kuanzia tarehe 26 Mei hadi 11 Juni mwaka 2026, Sheikh Isa Nshimirimana maarufu kama Kishki wa Burundi alifanya ziara maalum ya dawa nchini Tanzania chini ya udhamini wa mkurugenzi wa taasisi ya Al-Hikma Foundation na dai wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki. Safari hiyo ilianza katika jiji la Dar es Salaam ambapo Sheikh Isa alipata fursa ya kutoa khutba ya Ijumaa katika msikiti wa Anbiya. Kupitia mada yake ya mahakama ya mbinguni, mamia ya waumini walijitokeza kusikiliza mawaidha yaliyogusa nyoyo za wengi na kuwa mwanzo wa ratiba ndefu ya dawa iliyofuata. Itambue mahakama ya mbinguni kabla haujasimamishwa katika mahakama hiyo nzito. Yoyote yule aliyokuwa mbinguni na aliyokuwa ardhini, sote tutakwenda mbele ya Mola wetu ni waja na si vinginevyo. Hapotokuwa ukaribu wowote. Hata yule unayejivunia katika hii dunia ya Mungu, na yeye atakwenda kama mja katika mahakama hiyo. Wala hapatakuwa rushwa, kwamba unatembeza mkono mrefu, unatembeza mkwanja. Hapatakuwa hilo. Ndugu yangu, kama umedhulumu cha watu, rudisha bado mapema. Hakika mahakama ya Mungu ni nzito na tusubiri, na wako watu watakaolia na kusaga meno kikweli kweli. Baada ya hapo, Sheikh Isa aliendelea na shughuli mbalimbali za dawa, ikiwemo kikao maalum cha kina mama kilichofanyika katika makao makuu ya Al-Hikma Foundation Temeke, Dar es Salaam, ambapo waliwasilisha mada yenye anwani ya watoto ni amana. Katika siku zilizofuata, mihadhara mbalimbali iliendelea kufanyika katika maeneo tofauti ya jiji la Dar es Salaam, huku waumini wengi wakijitokeza kwa hamu kubwa kusikiliza mafunzo na nasaha zilizokuwa zikiwasilishwa. Miongoni mwa matukio yaliyovutia hisia za wengi katika ziara hiyo ni mkusanyiko mkubwa uliofanyika katika msikiti wa Makuti Temeke, Dar es Salaam, uliokutanisha pamoja Sheikh Nuruddin Kishki, Sheikh Isa Nshimirimana Kishki pamoja na Ibrahim Kishki. Tukio hilo lilikuwa la kipekee kwa wengi na liliacha kumbukumbu isiyofutika kwa washiriki wa mkutano huo. Leo ni furaha juu ya furaha. Tumekutana na makishki watatu. Kushotoni kwangu ni Kishki wa Burundi, lakini kuliani kwangu Kishki wa Tanzania, lakini hawa ni makishki watoto na mimi nilikuwa katikati, ndio Kishki baba. Baada ya kukamilisha ratiba zake katika jiji la Dar es Salaam, Sheikh Isa alielekea Zanzibar ambako aliendelea na shughuli za dawa katika maeneo mbalimbali ya Unguja. Akiwa Zanzibar, alianza kwa kutoa khutba ya Ijumaa katika msikiti wa marhum Sheikh Nasr Bachu, ambapo aliwasilisha mada iliyobeba anwani ya wasita hawatoingia peponi. Khutba hiyo pamoja na mihadhara mingine iliyofuata ilivuta idadi kubwa ya waumini waliojitokeza kufuatilia ratiba za dawa. Baada ya kuhitimisha shughuli zake Zanzibar, Sheikh Isa alirejea tena Dar es Salaam ambapo alishiriki katika hafla kubwa ya ndoa zaidi ya 130 za pamoja zilizoandaliwa na Al-Hikma Foundation chini ya uongozi wa Sheikh Nuruddin Kishki. Katika hafla hiyo iliyohudhuriwa na viongozi wa serikali, mashekhe mbalimbali pamoja na wageni kutoka maeneo tofauti, Sheikh Isa alipata fursa ya kutoa kalima maalumu kwa wanandoa na washiriki wa hafla hiyo. Baada ya kukamilika kwa safari hiyo ya dawa, Bambara TV pamoja na Abdijon TV ilipata fursa ya kufanya mahojiano maalum na Sheikh Nuruddin Kishki pamoja na Sheikh Isa Nshimirimana ili kufahamu zaidi mafanikio, athari na matarajio ya safari hiyo. Ziara hii alhamdulillah tulilipanga
nilizungumza na Sheikh Isa muda mrefu, na ziara ilikuwa ikitarajiwa kuwa mwaka jana 2025, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuipanga yeye kuwa katika mwaka jana na imekuwa mwaka huu. Kilichonipelekea ni kuendelea kumsupport Sheikh Isa kama dai na aweze naye kupanua wigo kama ambavyo sisi tumejaliwa pia kupanua wigo, asiishie pale Rumonge, Muyinga, Buterere, Kinama, Buyenzi, bali atoke nje ya nchi. Na nikamwambia na kukaribisha, na safari nataka upige Dar na upige na Zanzibar. Na alhamdulillah ziara ilikuwa ni ndefu, iliyochukua takriban zaidi ya siku 10, na ilikuwa ni ngumu kwa sababu Idi hakula nyumbani kwake yeye na wenzake. Idi wamekula njiani, kwa sababu tulikuwa tuna muhadhara wa mwisho wa mwezi wa kina mama, tulitamani auwahi. Kule Burundi mnaita ni kikao cha kina mama. Kwa hiyo hilo likapelekea akawahi kutoka mapema, akala Idi njiani, na alhamdulillah amefika salama salmin, amefanya mihadhara yake vizuri kabisa, na amefika mpaka Zanzibar, na amejaliwa kukanyaga katika mimbar ya Sheikh Nasr ibn Abdullah ibn Bachu rahimahullah, kama ambavyo na mimi pia nimejaliwa kukanyaga mimbari hiyo katika uhai wa shekhe. Kwa hiyo ni hilo, na mimi napenda kuwashika mikono madai, kwa sababu naamini ukimsupport dai mwenzako, kile atakachokuwa nakifikisha na wewe una fungu lako mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na sio lazima madai tuwesie tu kina Nuruddin Kishki, lazima upatikane madai wengi tu, ili mema yaendelee kuamrishwa kwa wingi na maovu yaendelee kukatazwa kwa wingi. Naam. Sheikh, tumeona hapo ofisini kwako kuna fedha za Burundi zimepangwa kwa namna ya kipekee sana, jambo ambalo limevutia watu wengi. Je, fedha hizi zina historia gani au zinabeba ujumbe maalumu kwa taasisi na safari zenu za dawa? Mimi hii naita ni keki ya fedha. Hii mimi naita ni keki ya fedha. Hizi pesa au hizi fedha ni kumbukumbu kwangu. Nimepewa na shekhe wetu, mzee wetu, kiongozi wetu, kipenzi chetu, Sheikh Abdul Jabbar, shekhe ambaye bismillah mashaallah ana upendo mkubwa sana. Nilipokwenda kufanya muhadhara na akafanya maandalizi makubwa katika msikiti wake pale Nyarumanga, na msikiti umeshindwa kutosha, muhadhara akauweka nje ya msikiti. Kwa kweli alitupokea vizuri sana, akatukirimu vizuri sana Sheikh Abdul Jabbar, hafidhahu Allahu ta'ala wa hafidha jamia mashaikhina. Lakini kubwa, amenipa zawadi nyingi sana, na ni kawaida ya watu wa Burundi, hakuna muhadhara ambao nishawahi kufanya bila kupewa zawadi. Ingawa mimi sikufata zawadi na sikuwa najua kama nitapewa zawadi, lakini ndio ukarimu wao wa kukirimu wageni wao. Lakini Sheikh Abdul Jabbar bwana, yeye amevunja rekodi. Sheikh Isa, kwa taarifa yako, nyinyi mmenipa zawadi nyingi sana, kahawa, nimepewa zawadi chai, majani ya chai, vitenge. Wengine kina mama pale kwa Hajati Habiba wametoa mpaka zawadi kwa mke wangu. Sheikh Abdul Jabbar ndio mtu pekee aliyenipa fedha katika sura ya keki yenye ghorofa 3. Kwa hiyo hizi bwana, mimi ziko ofisini kwangu tangia nipatie mpaka leo zipo, na nyinyi mmeingia mmezikuta bahati nzuri. Na watu wengi wananiuliza, na Watanzania wanauliza, Sheikh, hizi tuzichomoe tuzitumbue bwana?
Mimi namwambia hapana, hizi ni kumbukumbu. Siku nitakapozigawa hizi au tukazitumbua au nikatoa sadaka na mimi au nikafanyia jambo la kheri, ni mpaka mzee wa Nyarumanga Sheikh Abdul Jabbar aseme, Sheikh Kishki, hiyo keki itaoza sasa, anza kuigawa. Hapo mimi nitamsikiliza. Kwa hiyo jamani, hizi ni fedha za Kirundi, juu shilingi 2,200, katikati shilingi 5,500 na chini shilingi 10,010. Kwa haraka haraka zinaweza zikafika mpaka 1,500,000 ya Tanzania, sio pesa ndogo. Kwa hiyo nimeziweka kama kumbukumbu ili nipate kumkumbuka zaidi shekhe wangu Sheikh Abdul Jabbar. Sijui nitoe shukrani kiasi gani kwa shekhe wangu. Bwana Mtume aliwahi kumwambia sahaba wake, kuambia kwamba mimi nakupenda, na mimi sintosita kabisa kulisema hilo neno mbele ya shekhe, ingawa nimeshalisema. Shekhe mimi nilimpenda bado mdogo sana, na alinivutia, yani athari ya da'wa yake ilinivutia kwa kiasi kikubwa sana. Na mimi najifakharisha pindi ambapo wananinasibisha kwake, kwa sababu ni mtu wa da'wa, ni mtu wa kheri, na sisi kuna kujiegamiza kwa watu wa kheri na watu wa da'wa ndio kufaulu. Kwa hiyo ni shekhe kabisa, nimempenda, na kadri Mwenyezi Mungu anavyozidi kunisogeza karibu naye ndivyo mapenzi yangu yanazidi kwake. Sintuacha kumwombea dua za kheri, na nikuombe msikilizaji na wewe usiache kumwombea shekhe wetu dua za kheri. Ni shekhe, si shekhe tu da'wa ya mimbarini, bali ukiwa karibu naye utaona da'wa yake iko mimbarini na da'wa yake ipo kwenye matendo. Mwisho kabisa ni muombe shekhe, sisi bado vijana wake, tena wadogo kiilmu, wadogo kiumri, asituache wala asitutupilie, azidi kuendelea kutushika mkono. Hivi ni wachache kabisa katika wasomi wetu tulionao wanafanya jambo hili ambalo amelifanya yeye. Hakujali umri, hakujali ilmu, lakini akasema nataka nimsapoti kijana wangu. Kwa kweli sisi tutaomba aendelee kutushika mkono na kutupa nasiha mbalimbali, ingawaje tumeshapata mengi kwake. Walillahi alhamdu, namshukuru Allah. Kila ninapokuwa karibu naye sikosi 1, 2, 3 ambapo nitajifunza kwake, na nikiweka katika maisha yangu inanisaidia. Mwenyezi Mungu amlipe kheri kwa hilo. Aendelee kutushika mkono, aendelee kutusapoti, ili na sisi tujihisi kwamba juu yetu wako watu ambao wametupiku kwa mengi, lakini bado wanaona juhudi zetu ndogo ambazo tunazozifanya, kisha wanatusapoti. Hilo litatupa nguvu ya kuendelea kuitumikia hii dini ya Allah. Baada ya kusema hayo jamani, kwa sababu na mapenzi makubwa na kijana wangu mdogo wangu Sheikh Isa Kishki, naomba nimkomatie. Salamu nyingi sana kwa mashekhe wa Burundi. Wa kwanza Sheikh Abdul Jabbar, mwambie nimeona keki yako bwana. Keki ya fedha. Au sio mzee? Mashaallah. Barakallahu fiki. Asante. Nashukuru sana. Salimia na wazee, watu wa Kinama. Watu wa Kinama nikija tena Burundi, Kinama lazima biidhnillahi taala, kwa sababu Kinama kuna mwamba. Biidhnillahi taala. Shukran sana. Asante.